Ni siku nyingine tulivu kabisa, ikiwa ni Jumatano ya Agosti 19 mwaka 2026, na kualika katika kipindi cha Amka na Imba Nasi, ambapo hapa nitakusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma za magazeti ya siku ya leo. Nitakusogezea habari za michezo kwa asubuhi ya leo. Nitakusogezea kile kipengele cha fahamu mchezaji, ambapo leo tutamzungumzia huyu kijana anayekwenda kwa jina la Ibrahim Patrick Mwenda, na nitahitimisha kwa kukusogezea mjadala wa siku ya leo. Na hapo msikilizaji, nitahitaji maoni yako zaidi, na mjadala wa leo unasema Yanga na Simba zinaweza kufanya vizuri zaidi CAF msimu huu. Ni mjadala ambao tutakuwa nao kwa siku ya leo, na pale YouTube mjadala huo upo, unaweza ukapiga kura yako pale na mimi nikapita na maoni yako. Takapogeukia katika upande wa michezo na burudani bwana, kwenye magazeti ya leo nitakuwa na mgeni hapa. Ni nani? Utamjua hapo baadaye. Ninayekualika katika kipindi hiki, langu jina ni Salome Mlai. Makinika nami wasahu ninapoanza hadi pale nitakapofika tamati. Dakika 6 zikiwa zimeondoka baada ya kugonga 1 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Uniwie radhi. Nimepoteza dakika kidogo, lakini naamini kila kitu kitakuwa sawa. Tuanze sasa kwa kuangazia habari zilizopewa uzito kwenye magazeti ya siku ya leo, nikilianza na gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari kubwa inasema serikali yatoa siku 8 bei saruji ishuke. Tumekutana na wazalishaji wa saruji Agosti 18 na kuwapa siku 8 kuhakikisha bei zinashuka na upatikanaji wa bidhaa unaimarika. Balozi Rajab Salum. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 5. Tahadhari mvua za El Nino SGR yatajwa, ni habari inayoendelea ukurasa wa 15. Upinzani na ujenzi wa kizazi kipya cha ushawishi, ni habari inayoendelea ukurasa wa 10. Wimbi magonjwa ya upumuaji la tesa watoto, habari inaendelea ukurasa wa 3. Samia Tshisekedi waibua fursa mpya, habari inaendelea ukurasa wa 2. Shekilango kimya, pilika za shika kasi Magufuli, habari kamili inaendelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Mwananchi Tanzania. Na alikaka gazeti la Mwananchi na aliokia gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, habari iliyopewa uzito inasema wakili Madeleka simulia ya polisi alonga Nipashe akieleza alivyohamishwa usiku katika vituo kadhaa vya jeshi hilo, ila kuambiwa anakopelekwa apekuliwa nyumbani haikukamatwa kwake kulifanywa kinyume cha sheria. Habari inaendelea ukurasa wa 2 kwenye gazeti la Nipashe. Samia na rais wa DRC wakubaliana na hoja nyeti, habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Kamati ya Dema ya rasmi katiba mpya yaanza kazi, habari inaendelea ukurasa wa 4. Hadhari yatolewa El Nino ikitarajiwa mwezi ujao, habari inaendelea ukurasa wa 5. Aisha serikali kwa wananchi daraja la Kigamboni, habari inaendelea ukurasa wa 3. Saratani ilivyoua Watanzania kila habari kamili habari inaendelea ukurasa wa 5 kwenye gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Na gazeti la Uhuru ukweli daima, habari kubwa inasema Tanzania Kongo za kubaliana mambo saba, habari inaendelea ukurasa wa 2. TMA yatabiri mvua kubwa ya vuli nchini. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetabiri uwepo wa mvua kubwa za El Nino katika msimu wa vuli unaotarajiwa kuanza mwezi ujao hadi Disemba mwaka huu. Pia imezitaka mamlaka za kisekta kuchukua mapema na kujipanga kuliana na athari zitakazotokeza kama uharibifu wa miundombinu, magonjwa ya mlipuko na maporomoko. Habari inaendelea ukurasa wa 2 kwenye gazeti la Uhuru. Hichelewa ibuka kidea matokeo ya urais Zambia, habari inaendelea ukurasa wa 7. Sisi Zanzibar yataka nidhamu ya utumishi, habari kamili inaendelea ukurasa wa 9. Agizo RC la Luteni Magufuli safi, habari inaendelea ukurasa wa 3. Vifo vya kina mama watoto vya kuwa, habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. SMZ yazidi kupaisha fumba, ni habari inaendelea ukurasa wa 9 kwenye gazeti la Uhuru ukweli daima. Nikipita na ujumbe wake Facebook tunasema tuko pamoja hadi tamati. Asante sana mwana hawa, anasema dada kitambo kidogo sija kuona mambo vipi mwenetu mzima, karibu kwani msimu huu wa michezo umenonga Yanga bingwa. Niko mzima kabisa mwana hawa, nimefurahi sana kuona ujumbe wako na ni mla kweli, lakini Mungu ni nani? Mungu ni mkuu. Na hiyo kile habari Tanzania kwa Jumatano leo, habari kubwa inasema Tanzania DRC zaja kivingine, Rais Samia ahimiza kuimarisha miundombinu kuboresha biashara. Rais Tshisekedi ataja nyenzo 3 kuuza uchumi wa Afrika. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Tamila agiza madereva malori wakamatwe yakemea kuogopana, mabasi yazidi kubanwa yatu ya Magufuli. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Umeme bwana Nyerere kwa mashughuli ya taifa Dodoma, ni habari inaendelea ukurasa wa 7. Bilioni 19 za kuokolewa manunuzi miaka 3, habari inaendelea ukurasa wa 7. TRA yavuka lengo kukusanya Julai, habari inaendelea ukurasa wa 3. Mfumo kuandaa mipango ya maendeleo badilika, habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. TMA yatabiri mafuriko mvua za El Nino, habari inaendelea ukurasa wa 2. Waliofungwa miaka 5 wizi betri za sola kwa maarufa, ni habari ambazo zimepewa uzito ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Habari Leo, wiki la habari Tanzania. Na liangazia gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, habari iliyopewa uzito kwenye gazeti linasema Rais Samia Tshisekedi wafunguka ukurasa mpya, lengo sekta madini kunufaisha Afrika. Tanzania DRC zafungua fursa mpya uwekezaji wa biashara, habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Bandari ya Tanga kumekucha yaibua uhitaji wa ICP, habari inaendelea ukurasa wa 4. TMA yatabiri uwezekano kuwepo hali ya El Nino, habari kamili inaendelea ukurasa wa 5. Sekta binafsi kuchangia 70% utekelezaji dira, ni habari inaendelea ukurasa wa 7. Uwanja wa ndege Kigoma karabati ufikia 67%, habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Bidhaa zisizokidhi viwango za teketeza, ni habari inaendelea ukurasa wa 2. Ebola ya karibuni kuua watu 2300, habari kamili inaendelea ukurasa wa 19. Kambi ya matibabu yamalizika jijini Dar es Salaam, habari inaendelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti la Mja, gazeti huru la kila siku. Gazeti la Wamachinga jamani, gazeti la kusoma, gazeti la Wamachinga linasema hivi:
Mbona nakimbia gazeti hili hapa. Gazeti la Machinga linasema Samia Tshisekedi wafungua ukurasa mpya kiuchumi ni kupitia sekta ya madini ili kunufaisha Afrika. Sasa kubadilishana uzoefu na ujuzi, lengo kuongeza thamani na masoko. Sasa nchi hizo kila mmoja kugeukia maboresho ya miundombinu ya barabara. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Njia ya umeme NHPP Dodoma yakamilika. Habari inaendelea ukurasa wa 3. TMA yahadharisha El Nino kuharibu miundombinu SGR. Habari inaendelea ukurasa wa 3. TRA washauri wa kodi wa kuboresha elimu kwa walipa kodi. Habari inaendelea ukurasa wa 4. DCEA yateketeza ekari 603 mashamba ya bando 13 watiwa mbaroni. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Machinga, sauti ya wanyonge. Na aliweka kando na gazeti la Mwanahabari, gazeti bora. Habari iliyopewa uzito kwenye gazeti hili la Mwanahabari inasema Samia Tshisekedi wafungua ukurasa mpya sekta ya madini kwa kukubaliana kushirikiana katika kubadilishana uzoefu na ujuzi, uchimbaji na uongezaji thamani ili kunufaisha Afrika. Asema ili kufanikisha hilo kuna hatua ya miundombinu ya kutosha, bandari, barabara, umeme na kutengeneza nishati ya kiwango cha juu zaidi. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Njia ya kusafirisha umeme kutoka JNHPP Chalinze Dodoma ikamilika Mramba. Habari inaendelea ukurasa wa 3. Profesa Mbarawa ukarabati wa uwanja wa ndege Kigoma umefikia 67. Ni habari inaendelea ukurasa wa 2. WRRB halmashauri mikoa kuimarisha utekelezaji mfumo wa stakabadhi za ghala. Habari inaendelea ukurasa wa 2 kwenye gazeti la Mwanahabari, gazeti bora. Gazeti la Tanzania uzalendo kwanza, habari kubwa kwenye gazeti hili inasema Tanzania na DRC wazungumzia ushoroba wakati Rais Dr. Samia Felix Tshisekedi wakutana Zanzibar kujadili uimarishaji njia za usafiri. DRC watumiaji wakubwa bandari ya Dar es Salaam. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Elimu ya ujuzi yaanza kuzaa matunda. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. TMA yatoa angalizo uwepo wa El Nino msimu wa vuli. Habari inaendelea ukurasa wa 3. Ukarabati wa kiwanda cha ndege Kigoma wafikia 67. Habari inaendelea ukurasa wa 5. Wamiliki malori watiji Kigoma wataka kuzungumza na serikali. Haya sasa. Hii ndio inaendelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Taifa Tanzania. Habari nyingine hapa inasema WRRB mikoa na halmashauri kuboresha mfumo stakabadhi za ghala. Habari inaendelea ukurasa wa 5 kwenye gazeti la Taifa Tanzania. Msikilizaji wa Imbanasi Radio, kila siku saa 2:30 mpaka saa 3 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki tunaungana na